Love me again, love me again, nipende tena mpenzi. Maamuzi aliyofanya Semeni ni maamuzi mazito sana, na hii yote inapelekea moja kwa moja kwa upande mzima wa Masailo aweze kuona kwamba hii ni shida. Sasa huenda ukanajiuliza kwamba shida hiyo ni ipi? Ni shida gani hiyo hasa ambao Masailo anaiongelea? Shida ya kwanza ni kwamba tatizo kubwa ni kwamba ameweza kuandika ujumbe hapo wa kuweza kuonyesha wazi nini alichokifanya ili kusudi kuweza kuwapa taarifa. Lakini sasa shida ilipo ni kwamba tatizo amelipata au shida imetokea yuko ndani kwa Masailo. Manake ni kwamba kwa chochote kile kinachoendelea, polisi watakapofanya uchunguzi lazima mshukiwa namba moja au washukiwa namba moja waweze kuwa ni Masailo pamoja na huyu ambaye ni mke wake. Sasa chijabu ni kwamba ikifuatiwa ni kwamba kama unavyojua kulikuwa kuna swala zima la yeye kuwa na mimba na nini. Kwa hivyo masuala hivyo ya mapenzi yanaweza kuhusisha wote kuwaweka pamoja waweze kujikuta hapo kwenye matatizo. Yaani kwa sasa hivi mambo ni mazito kinoma noma. Sasa nikualike na nikufahamishe kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Huenda swali kubwa likawa ni kwamba je, Semeni amefariki au hajafariki? Basi jibu ninalo nitakufahamisha. Kitu cha kwanza tu bonyeza neno subscribe, alafu kisha nikualike moja kwa moja uweze kunisikiliza kwa makini niweze kufahamisha juu ya kile ambacho kilichopo au kinachokwenda kujili. Kwanza kabisa mwanzo kabisa tuweza kuona ni namna gani hasa kwa upande mzima wa John pamoja na Sandra waliweza kupokea taarifa za kuhusiana na kwa upande mzima wa wao kuweza kuhakikisha kwamba wamepata ile tunaita taarifa za kwamba Suzy ndiye aliyehusika. Kiufupi imekuwa ni taarifa ngumu sana kwa sababu wanamjua Suzy na wanamjua kabisa. Kwa hivyo imekuwa ni taarifa ambazo kiufupi wakijaribu kuzifikiria na kuzichakata zinakuwa ni changamoto kwao, kwa sababu kijaribu kuangalia kwa mazingira yale na namna jinsi ilivyo lazima waweze kupata shida kidogo, kwa sababu Suzy ni mtu ambaye wanaishi naye pale, na ni kitu kigumu sana kuamini kwamba mtu unaishi naye halafu anakufanyia vitu vikubwa sana kiasi hicho. Ni roho mbaya kubwa sana, inakuwa ni changamoto kubwa sana kuweza kufikiria kwamba huyu anaweza akatuweka kwenye matatizo makubwa endapo kama ikija ikatokea shida hapo mbeleni, kitu ambacho ni balaa zito kinoma noma. Sasa kwa upande mzima huko nyumbani kwa mzee Tanu, wakati wakilumbana pale nyuma ya nyumba, kwa upande mzima wa Sandra pamoja na John, kwa Sandra kiufupi alikuwa na hasira sana na alitaka moja kwa moja aweze kuelekea kuweza kumwadabisha huyu ambaye ni Suzy. Lakini kwa bahati mbaya nzuri mzee Tanu naye akapewa vitu vitambana, akasahau kabisa na familia yake inapitia nini, yani kajikuta kasahau kila kitu baada ya kupewa vitu vitamu, kitu ambacho ni balaa zito kinoma noma. Sasa hayo ndio yanayoendelea na yanajiri. Kwa upande mzima wa Suzy, yeye kwa sasa hataki kuamini kabisa kwamba kashindo kwenye hili game. Mpango yake yote ni kuhakikisha kwamba anafanikiwa juu ya kile kitu ambacho kifupi yeye anakiona kwamba ni sahihi. Sasa hili linakuja kuwa tatizo kubwa sana, kwa sababu ukiangalia mazingira yale jinsi ambavyo inavyokuwa, basi inakwenda kutengeneza picha ambao ni ngumu sana. Ukijaribu kuangalia ni kwamba kwa sasa kifupi hata kisaikolojia inakuwa ni ngumu sana kusurvive. Ndio maana anakuwa anaota mchana, anasikia sauti za watoto zinamuumiza. Haya yote ni kwa sababu tu ya mambo ambayo ameyafanya yeye pia binafsi kwa upande wake, kwa sababu ukiangalia na kwa namna hili ni kwamba kuna hali ambao sintofahamu ambayo inakuwa kiufupi kujaribu kuizingatia na kuweza kuiangalia inakuwa ni kazi kinoma noma. Na imani kubwa endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojili. Cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni leo upendo. Kama uko unakubali na kuipenda tamthilia hii, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa kwa sasa ukiangalia kwa mazingira yale ni kwamba kwa upande mzima wa King kwa sasa haamini kabisa alichoambiwa kila akifikiria kwa namna ile ambavyo alivyoambiwa kwamba achane kabisa achane kabisa na huyu ambaye ni Sandra, basi inakuwa ni kitu kigumu sana kwa yeye. Lakini tunafahamu kabisa hapo awali alikuwa ameshakubaliana na hali, na kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa ni ngumu sana, kwa sababu tayari matumaini ya huyu ambaye ni Sandra ameshalijia. Manake alikuwa hivyokuwa akijifikiria kwamba hawezi akapata mtoto, kwa sasa sio hivyo tena, anaweza akapata mtoto na maisha yakawa safi kabisa. Kwa hivyo kwa sasa hivi sidhani kabisa kama huyu ambaye ni King ana nafasi kubwa sana kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Sandra. Kwa hivyo ni bora afikirie labda aweze kumwaza huyu ni Winnie kidogo, labda inaweza ikasaidia.
Sasa tuachane na hayo, tuje katika segment ya mwisho kabisa ambayo hapa ya kufahamisha vitu vingi sana kuhusiana na kile kinachoendelea. Kwanza kabisa ni issue nzima ya Semeni. Kwa mara ya mwisho Semeni aliweza kuandika barua akimwandikia Mzee Tano, na ile barua tuliweza kuona ilichanwa vibaya mno na akaweza kutupwa kwenye dustbin. Sasa hii issue inakuja kujipia kwa Another Time, yani kwa wakati mwingine. Kitu kipya kinachokuja kuibuka ni kwamba hasa kwa upande mzima wa kwa namna ilivyotokea ni kwamba Semeni kama kuandika barua na kuweza kujimaliza kabisa, ili kusudi kuweza kuhakikisha anaondoka tu duniani, kwa sababu haoni ni kipi hasa ambacho amebakiza hapo, kwa sababu kama ni mateso anapitia mengi na anawaza mwafaka ni nini haoni. Kwa hivyo anaona ni vyema awezi walau kunywa hata vidonge aweze kupoteza maisha, kitu ambacho kinakuwa ni kigumu sana. Sasa hili ni balaa zito kinamanoma. Kwa hivyo habari ndio hizo, Semeni anakwenda kumpoteza, lakini pia kama unavyojua tamthilia inakwenda ukingoni kabisa, ndio maana kwa baadhi ya waigizaji wanaendelea kupungua. Tumempoteza pale nani huyu ambaye ni mama yake na Suzi, lakini this time tunampoteza pia Semeni, kitu ambacho kinaonyesha wazi kwamba tunaelekea mwishoni mwa tamthilia hii. Basi kisha unabonyeza neno subscribe, alafu kisha dondosha maoni yako hapo chini, tuambie kwenye comment kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia, lakini pia tujuze kwa upande wako, je, umepokeaje habari hizi za Semeni kuingia kwenye matatizo. Basi tamthilia hii inapatikana kwenye channel ya Sandra Films, lakini hapa Bongo Movie Network huwa tunafanya uchambuzi kwa kina, na tamthilia mapema kabisa kesho saa 4:30 inaachiwa. Kwa leo niseme sina ziada, tukutane na saa mwingine. Asante kwa kuweza kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden games to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa hii ni kwa mara ya kwanza kabisa wanazipata taarifa za kwamba Suzi ndiye aliyehusika katika swala zima la kuweza kubadilisha yale majibu ya hospitali. Sasa hili linaweza lisiwashangaze sana, kwa sababu aliwaahidi wote kwa pamoja, hasa kwa upande mzima wa Sandra, akamwambia kwamba lazima maumivu yote aliyoyapitia lazima na yaweze kuyapitia. Sasa ajabu ni kwamba katika zile taarifa ambazo zitashtua zaidi ni zile za kwamba zile taarifa ambazo aliyoiweka basi ilikuwa ni ya Suzi. Hapo ndipo mambo yatakuwa ni mazito kinoma noma, na habari zingine zitakazoibuka pia hapo ndipo mwanzo kabisa wa maumivu mazito, na pia pindi atakapozipata taarifa kwamba ukweli wote sasa umeweza kufahamika. Sasa moja ya kitu ambacho kwa upande mzima wa Suzi kinamtafuna sana ni baada ya kuweza kumuua mama yake na kuweza kumzika, kitu ambacho ni hatari zaidi. Yani kile kitu ni hatari alichokifanya. Ndio maana hata usiku anaota ndoto anaitwa na mama yake.
kitu ambacho ni kizito sana. Lakini kwamba kwa upande mzima wa Suzy ana roho mbaya zaidi. Sasa nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Kitu msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni channel ya upendo. Kama kweli unakubali na kuipenda tamthilia, basi nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi, huko nikikufahamisha yale matukio makubwa kabisa yanayokwenda kujiri, hasa kwa namna ambavyo mambo yanavyokwenda na yanavyokwenda kujiri. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona ni namna gani hasa kwa upande mzima wa Sandra pamoja na Johnny walizipata zile taarifa za kwamba majibu yao yako sawa kabisa na hawana shida yote, kitu ambacho kimeweza kuwafanya kwamba watoke pale wakiwa na furaha, pia wakiwa na mwanzo mpya wa maisha. Yani kiufupi ni kwamba hii ni situation ambayo unaweza hata wewe mwenyewe unaweza kaipitia. Labda nikupe mfano, imagine kwamba umeenda kupima virusi vya ukimwi na unakumbuka kabisa kwamba kuna binti ambaye wadau wamekuwa wakikwambia kwamba yule binti hawamwamini kabisa, na wewe umepita naye siku hiyo kwa bahati mbaya au kutumia kinga wala nini, halafu kisha ukakwenda kupima virusi vya ukimwi, halafu kwa bahati mbaya daktari akachanganya yale makopo ya damu, halafu ile damu yako badala akupe majibu ya kwako wewe akawa amechanganya, amekupa majibu ambayo sio sahihi. Yani kiufupi hapo unaweza kutoka hapo ukiwa umechanganyikiwa kabisa. Sasa acha hayo, yani achana na hiyo ya kwamba hayo ni majibu tu. Sasa kuna issue kubwa sana ambayo ni ya kubadilishiwa majibu. Yani hiyo ndio inakuwa nzito zaidi. Na ni vizuri kwamba pale unapoenda kupima katika hospitali ya kwanza, halafu kisha ukakuta kuna majibu ambayo sio sahihi, basi kwa namna moja au nyingine, kama unavyojua mitambo yetu hii pamoja na vitu ambavyo vimekuwa vikitumika hospitali vimekuwa vinatofautiana. Kwa hivyo ni vizuri ukaenda hospitali nyingine pia ukajiridhisha kama kweli una ugonjwa ambao upo. Kwa hivyo hicho kitu ambacho kimeweza kufanyika na wazo kabisa la Sabrina aliweza kulitoa, na moja kwa moja aweza kuelekea hospitali kuweza kuhakikisha wanapima tena ili kusudi kuweza kuona kama je, ni kweli kwamba wanaumwa, ni kweli kuna ukweli wote kwamba ni kweli kwa upande mzima wa Sandra hawezi kabisa kupata mtoto mwingine. Hicho ni kitu ambacho walichokwenda kukicheki. Lakini pia tumeweza kuona mambo ni mapya na yanazidi kusonga mbele kinoma. Basi hakikisha unabonyeza neno subscribe kisha tuweze kuendelea moja kwa moja. Sasa kwa upande mzima wa Semeni ambaye mume wake na Johnny, na yeye pia hali yake ni mbaya sana kule nyumbani kwa Masaulu ambaye kama unavyojua ni kwamba kwa upande mke wa Masailo yeye ni kama ameshaachilia, yani hana noma, yani anashinikiza tu, na kwa namna ambavyo amekuwa akifanya imekuwa kimuumiza sana Mwamba mwenyewe, kwa sababu ni kama anajikuta kama na mawazo fulani hivi ambao kifupi yanakuwa anamchanganya sana kulingana na mazingira ambayo yaliyopo. Kwa hivyo ukilinganisha hiyo na yote kwa yote, inakuja kukupa jibu ambalo kifupi inakuwa linachanganya sana, na kwa upande mzima wa mke wake inakuwa ni wasiwasi mkubwa sana kwamba je, anajifikiria nini kichwani? Kwa nini anakuwa anawaza au anakuwa anaruhusu yale ambayo yanojili yanakuwa yanatokea? Sasa hapo ndipo kazi ilipo kinoma. Basi akaona sio kesi Semeni aweze kuandika barua kumtumia Mr. Tanu, lakini ile barua imechano vibaya sana, na mwisho wa siku akajikuta hakuna lolote lile alilofanya. Sasa mambo ni balaa kinoma. Sasa ikabidi kwa pande mzima wa Sabrina aweze kuelekea kufanya uchunguzi, na moja kwa moja yule kijana aliyetoa majibu basi akawa amekiri, na baadaye taarifa zilipotoka moja kwa moja akajikuta tayari ukweli umefahamika kwamba Suzy ndiye ambaye aliyeratibu ule mpango kazi wa kuweza kuhakikisha zile zote au kichote ambacho kichwa kimepangwa basi kinafanikiwa, kitu ambacho ni kazi kweli na ni balaa nzito. Sasa na imani kubwa endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojili. Kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama uko na kupenda tamthilia hii, basi huku nikuambia kwamba tamthilia hii ni moja kati ya tamthilia bora sana ambayo kwa sasa inazidi kusonga mbele na inazidi kunoga, kwa sababu ukiangalia kwa namna yake na mambo yanavyojili, basi mambo ni moto kweli. Sasa kwa upande mzima wa Mr. Tanu, ile barua sawa hajaisoma, lakini imemchanganya sana. Yani kuna vitu akivifikiria na akikumbuka nyuma anajikuta ni kama vile anapata feeling fulani hivi ya maumivu ambayo inamchanganya zaidi, na kujikuta akipata mawazo na stress nyingi sana ambazo kiufupi anajikuta kama vile hajui sasa ni nini hasa ambacho kitakuwa mwisho wake. Kila akikumbuka kwa upande mzima wa Semeni jinsi walivyoishi na namna alivyojitahidi kumweka sawa, anajikuta akipata mawazo na stress nyingi sana. Sasa yupo nyumbani, Mr. Tanu yupo sawa.
Kwa upande mzima wa Suzi na yeye yupo, lakini punde si punde anakwenda kuchanganyikiwa na kuwa kichaa kabisa. Hebu imagine unamzika mama yako namna ile pale, unamtupia kwenye shimo peke yako, alafu mwisho wa siku yani inakuwa ni siri yako. Hiyo ni kitu ambacho ni kigumu sana kuweza kukivumilia. Ni kiufupi ni jambo ambalo ni gumu sana. Yani kiufupi sijui hata nisemeje yani nashindwa hata namna gani niweze kuliweka kwa namna ile ambavyo tulivyoweza kumuona akimzika mama yake. Yani ni balaa zito kinoma noma. Sasa hii itakwenda kumtesa na kumtafuna zaidi, na sasa ni wakati wake wa kupata maumivu makubwa sana kwa kulingana na mazingira ambayo yaliopo kwa sasa. Kwa sababu kwanza moja, kwa upande mzima wa Sandra pamoja na Johnny wanakwenda kufahamu ukweli wote kwa hicho tu kichache, maana yake inakuwa ni mwanzo wa kuweza kuunganisha matukio na picha, kuweza kujua ni nini hasa au ni yupi ambaye ni adui. Na sasa swali kubwa likiwa kwamba je, kama ikitokea Mzee Tano naye akafahamu ukweli, basi hapo lazima watamfukuza, na huo ndio utakuwa mwanzo mpya kabisa wa maisha yake ambayo itakuwa ni tofauti zaidi. Basi naomba uweze kudondosha maoni yako hapo chini, alafu kisha hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kwa unakubali na kuipenda tamthilia hii, basi tukutane katika hatua inayofuata. Na huu ulikuwa ni uchambuzi kwa kina. Hii ni Bongo Movie Network, asante kwa na mimi. Sasa hii ni kwa mara ya kwanza kabisa wanazipata taarifa za kwamba Suzi ndiye aliyehusika katika swala zima la kuweza kubadilisha yale majibu ya hospitali. Sasa hili linaweza lisiwashangaze sana kwa sababu aliwaahidi wote kwa pamoja, hasa kwa upande mzima wa Sandra, akamwambia kwamba lazima maumivu yote aliyoyapitia lazima na yaweze kuyapitia. Sasa ajabu ni kwamba katika zile taarifa ambazo zitashtua zaidi ni zile za kwamba zile taarifa ambazo aliyoiweka basi ilikuwa ni ya Suzi. Hapo ndipo mambo yatakuwa ni mazito kinoma noma, na habari zingine zitakazoibuka pia hapo ndipo mwanzo kabisa wa maumivu mazito, na pia pindi atakapozipata taarifa kwamba ukweli wote sasa umeweza kufahamika. Sasa moja ya kitu ambacho kwa upande mzima wa Suzi kinamtafuna sana ni baada ya kuweza kumuua mama yake na kuweza kumzika, kitu ambacho ni hatari zaidi. Yani kile kitu ni hatari alichokifanya. Ndio maana hata usiku ana utandoto anaitwa na mama yake, kitu ambacho ni kizito sana. Maana ni kwamba kwa upande mzima wa Suzi ana roho mbaya zaidi. Sasa nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unakubali na kuipenda tamthilia, basi nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi huko nikikufahamisha yale matukio makubwa kabisa yanayokwenda kujili, hasa kwa namna ambavyo mambo yanavyokwenda na yanavyokwenda kujili. Sasa mwanzoni kabisa tuliweza kuona ni namna gani hasa kwa upande mzima wa Sandra pamoja na Johnny walizipata zile taarifa za kwamba majibu yao yako sawa kabisa na hawana shida yote, kitu ambacho kimeweza kuwafanya kwamba watoke pale wakiwa na furaha, pia wakiwa na mwanzo mpya wa maisha. Yani kiufupi ni kwamba hii ni situation ambayo unaweza hata wewe mwenyewe unaweza kaipitia. Labda nikupe mfano, imagine kwamba umeenda kupima virusi vya ukimwi na unakumbuka kabisa kwamba kuna binti ambaye wadau wamekuwa wakikwambia kwamba yule binti hawamwamini kabisa, na wewe umepita naye siku hiyo kwa bahati mbaya au kutumia kinga wala nini, halafu kisha ukakwenda kupima virusi vya ukimwi, halafu kwa bahati mbaya daktari akachanganya yale makopo ya damu, halafu ile damu yako badala akupe majibu ya kwako wewe akawa amechanganya, amekupa majibu ambayo sio sahihi. Yani kiufupi hapo unaweza kutoka hapo ukiwa umechanganyikiwa kabisa. Sasa acha hayo, yani achana na hiyo ya kwamba hayo ni majibu tu. Sasa kuna issue kubwa sana ambayo ni ya kubadilishiwa majibu. Yani hiyo ndio inakuwa nzito zaidi. Na ni vizuri kwamba pale unapoenda kupima katika hospitali ya kwanza halafu kisha ukakuta kuna majibu ambayo sio sahihi, basi kwa namna moja au nyingine, kama unavyojua mitambo yetu hii pamoja na vitu ambavyo vimekuwa vikitumika hospitali vimekuwa vinatofautiana. Kwa hivyo ni vizuri ukaenda hospitali nyingine pia ukajiridhisha kama kweli una ugonjwa ambao upo. Kwa hivyo hicho kitu ambacho kimeweza kufanyika na wazo kabisa la Sabrina aliweza kulitoa, na moja kwa moja aweza kuelekea hospitali kuweza kuhakikisha wanapima tena ili kusudi kuweza kuona kama je ni kweli kwamba wanaumwa, ni kweli kuna ukweli wote kwamba ni kweli kwa upande mzima wa Sandra hawezi kabisa kupata mtoto mwingine. Hicho ni kitu ambacho walichokwenda kukicheki. Pia tumeweza kuona mambo ni mapya na yanazidi kusonga mbele kinoma. Basi hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha tuweze kuendelea moja kwa moja. Sasa kwa upande mzima wa Semeni ambaye wake na Johnny, na yeye pia hali yake ni mbaya sana kule